Ya, ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chetu cha TTS Tanzania Talent Show. Na mimi host wako wa leo ni Baraka kutoka, na tupo na vijana hapa. Kabla hatujaenda sana, basi tutawapa nafasi wajitambulishe majina yao tupate kuwafahamu ni kina nani. Unaweza kaanza Mr. nani? Naitwa Mwalimu Robert. Mwalimu Robert hapa. Mr. Rodrick. Kwa hiyo tupo na Robert, lakini pia tupo na Rodrick. Kwanza majina yao tu yote yanaanza na lo, ni hatari. Sasa ndugu mtazamaji wa pambano hili, ni Tanzania Talent Show ya leo ina changamoto moja ya hisabati, lakini hawa sasa ndio vijana wenye vipaji vya hisabati. Katika mapambano yote ambayo yamefanyika, basi washindi ndo wanaenda kupambana katika pambano hili. Bila shaka litakuwa ni pambano kali sana ambalo limedhaminiwa na Madam Lydia kutoka kule Tabora, ambao wameona kwamba wapambanishe vijana hao kwa shilingi 25,000. Kwa mshindi ataondoka na kitita cha shilingi 25,000. Vijana simpo tayari? Tuko tayari. Vijana mpo tayari kuchukua 25,000? Okay. Lete maswali. Basi hamna shida, tunaingia kwenye maswali. Swali la kwanza ni 5 jumlisha 2 mara 3. 11. Yeah. Jibu ni 11 na Mr. Rodrick anachukua pointi 1, wakati huo Robert pointi 0. Swali la pili ni 10 kutoa 4 gawanya kwa 2. 8. Jibu ni 8. Mr. Rodrick anachukua pointi 2 na Robert bado ana pointi 0. Pambano ni kali. Swali la tatu ni 3 mara 4 kujumlisha 2. 16. Hili amelichukua Robert ni 14. Kwa hiyo Robert ana pointi 1 na Rodrick ana pointi 2. Ndugu mtazamaji, endelea kufuatilia uone nani atachukua 25,000 ambayo imewekwa na mdhamini wetu Madam Lydia akiwa Tabora kule. Bila shaka anatufuatilia. Namba 4 ni 8 gawanya kwa 2 mara 3. 12. Jibu ni 12. Mr. Rodrick anaenda kuwa na pointi 3, wakati huo Mr. Robert bado ana pointi 1.00000. Na swali linalofuata ni 15 gawanya kwa 3 toa 1. 4. Jibu ni 4. Kwa hiyo Rodrick anaenda kuwa na pointi 4, wakati huo Robert bado ana pointi 1. Rodrick anaonekana amepania sana 25,000. Sijajua kama Robert atachomua hili pambano, lakini ngoja tuangalie mpaka mwisho nani atachukua. Swali linalofuata ni 9 jumlisha 6 gawanya kwa 3. 5. Hapana, nitarudia tena kwa mara ya mwisho. 9 jumlisha 6. Jibu amepata Robert ni 11. Kwa hiyo Robert ana pointi 2, wakati huo Rodrick ana pointi 4. Kwa hiyo kumbuka kwamba mshindi ni yule atakaofikisha pointi 10 akiwa ni wa kwanza. Atachukua shilingi 25,000 ambayo kwa uaminifu kabisa Madam Lydia ameiweka, tuone mshindi atakaoibuka katika siku ya leo. Lakini swali linalofuata ni 7 kutoa 2 mara 3. 13. Hapana, nitarudia kwa mara ya mwisho. Mkikosa taingia swali lingine. 7 kutoa 2 mara 3. 1. Bila shaka Rodrick amekuwa kwanza kutaja. Jibu ni 1. Kwa Rodrick ana pointi 5, wakati huo Robert bado ana pointi 3. Robert bado anayo kazi kubwa mno kumfikia Rodrick, lakini wanasema hata mpira ni dakika 90. Ngoja tuone nani ataichukua hii shilingi 25,000. Swali linalofuata ni 12 gawanya kwa 4 jumlisha 5. 8. Robert alikuwa wa kwanza. Jibu ni 8. Kwa kawaida alitaja Robert 8 kwanza. Kwa hiyo Robert atakuwa ana 4, wakati huo Rodrick bado ana pointi 5. Pambano ni kali kweli ndugu mtazamaji. Kumbuka hii ni Tanzania Talent Show TTS, ikiwa imedhaminiwa kwa siku ya leo na Madam Lydia kutoka kule Tabora. Swali linalofuata ni 4 mara 5 kutoa 7. 13. Hapana, nitalisoma kwa mara ya mwisho. 4 mara 5 kutoa 7. 13. Amepata Mr. Robert. Kwa hiyo sasa hadi hapa wamefikia pointi sawa, 5 kwa 5. No, nilipata. Nilikuwa na 13 na 6. Hapana. Nilitaja 13 mwanzoni. Okay.
Basi alokuwa amepata wa kwanza alikuwa ni Rodrick. Kwa hiyo Rodrick kwa sasa ana pointi 6, wakati huo Robert ana pointi 4. Kwa hiyo tuendelee kuona nani atakuwa mshindi. Kumbuka atakaofikisha pointi 10 huyo ndo atakaokuwa mshindi, atachukua kitita cha 25,000. Maisha yanaendelea. Swali linalofuata ni 6 jumlisha 4 ukitoa 3. 7. Bila shaka wametaja kwa pamoja. Kwa hiyo hili swali litakuwa halitahesabika kwenye pointi kwa sababu wamepata wote kwa pamoja. Tutaingia swali lingine linalofuata ambalo ni 20 gawanya kwa 5 mara 4. 16. Jibu ni 16. Rodrick anakuwa na pointi 7 wakati Robert ana pointi 4. Swali linalofuata ni 5 jumlisha 3 mara 2 kutoa 1. 15. Hapana. 5. Tarudia swali kwa mara ya mwisho, mkikosa linakuwa limepita. 5 jumlisha 3 mara 2 kutoa 1. Sekunde 3 za kuhesabu. 13. Mekosa ndugu mtazamaji, tuambie kwenye comment. Vijana wamekosa 5 jumlisha 3 mara 2 kutoa 1. Je, ni ngapi? Tuambie ndugu mtazamaji kwenye comment. Tunaingia swali lingine. 20 kutoa 8 gawanya kwa 2 jumlisha 3. Rudia tena. Naanza. 20 toa 8 gawanya kwa 2 jumlisha 3. 20 toa 8. 20 toa 8 gawanya kwa 2 jumlisha 3. 13. Hapana. Sekunde kadhaa. 20. Talisoma kwa mara ya mwisho kabisa kwa upendeleo. 20 ukitoa 8 gawanya kwa 2 jumlisha 3. 19. Jibu ni 19. Kwa hiyo Rodrick ana pointi 8, wakati huo Robert ana pointi 4. Bado pointi 2 ili Rodrick aweze kuwa mshindi wa shindano la leo. Basi tunaendelea. Swali linalofuata. 4 mara 3 jumlisha 10 gawanya kwa 2. Na sekunde 3 za kufikiria. Rudia swali. Narudia swali kwa mara ya mwisho. 4 mara 3 jumlisha 10 gawanya kwa 2. 24. 24. Hapana. Bila shaka hilo swali tairuka, taingia kwenye swali jingine. Tutatuambia hapo kwenye comment ndugu mtazamaji. 4 mara 3 jumlisha 10 gawanya kwa 2 ni ngapi? Vijana naona kidogo jana nao wategemea kwamba hawa ndio vijana kwenye Tanzania Talent Show ya hisabati. Naamini wako vizuri, wameshinda mashindano yote. Sasa kama hapo kwenye finali tunataka tuone nani mshindi. Vijana wameshinda hilo swali. Tunaenda swali jingine. 16 gawanya kwa 2 mara 3 jumlisha 1. 25. 25. Robert anaenda kuwa na point 5, wakati huo Rodrick bado ana point 8. Tunaendelea swali jingine. 14 kutoa 3 mara 2 nitasoma tena. 14 kutoa 3 mara 4 kujumlisha 2. 14 kutoa 3 mara 4 kujumlisha 2. 0. Hapana. 10. Nitasoma kwa mara ya mwisho kabisa. 14 kutoa 3 mara 4 kujumlisha 2. 4. Jibu ni 4. Rodrick amepata na anaenda kuwa na pointi 9, wakati huo Robert ana pointi 5. Bado pointi 1 tu ili Rodrick aibuke kuwa mshindi wa shindano hili, lakini wakati huo bado pointi 5 ili Robert aweze kuchukua shilingi 25,000. Kumbuka hawa ndo washindi wa mapambano yaliyopita, na hii ni Tanzania Talent Show. Swali linalofuata ni 9 gawanya kwa 3 jumlisha 4 mara 2. 11. Jibu ni 11. Na Rodrick ameenda kuwa mshindi wa challenge yetu ya leo ya hisabati. Wakati watu wanasema hisabati ni ugonjwa wa taifa, lakini Rodrick yeye anaona hii ndio chai ya asubuhi. Basi hongera sana Mr. Rodrick kwa ajili ya ushindi huu wa challenge hii, maana haikuwa ya kawaida. Lakini sasa pia hongera nyingi kwa Mr. Robert kwa kushinda mapambano yaliyopita, lakini kidogo umekutana na
na Rodrick ambaye kidogo yeye nadhani yeye ndo chai yake asubuhi, lakini bila shaka niwakaribishe kwa ajili ya maneno mafupi. Nitaanza na Mr. Robert. Ongea maneno mafupi kuhusu challenge yetu nini na kadhalika. Karibu. Kwanza mimi simpi hongera kwa sababu nilikuwa sijanywa maji. Ningekuwa nimekunywa maji ningemfua vilivyo kabisa. Kwa hiyo hongera yangu hastahili. Nitamfua wakati mwingine. Kwa hiyo umejiandaa kumfua vizuri wakati mwingine. Wakati mwingine amenivizia tu. Kwa hiyo utamfua. Okay, basi unaweza ukatoa maneno moja kwa moja kwa mdhamini wetu, unasemaje kuhusu mdhamini? Mimi namshukuru mdhamini kwa sababu ametupa wakati ambao tunajifunza, lakini pia tunafurahi. Hii ni moja kati ya challenge ambayo inatufanya tuungane kwa pamoja na tufurahi. Kwa hiyo nampelekea shukrani zetu zote za dhati. Asante sana Mr. Robert, lakini wakati huu basi mshindi wa leo Mr. Rodrick, unaweza pia ukazungumza mawili matatu, wakati watu wanaona hisabati ni ngumu sana, ni ugonjwa wa taifa. Wewe kwa upande wako unaizungumziaje hisabati? Kwanza kabla sijaanza kuzungumzia hisabati, nitamzungumzia mshindani wangu. Sisi wote tunajua kwamba kuna ule msemo wanasema sizitaki mbichi hizi. Ni kwamba watu wengi wana utaratibu wa kuibua vijisababu pale ambapo wanashindwa mambo. Nadhani nyewe mtakuwa mnaelewa kulingana na mambo ambayo amesema huyu kijana wangu. Lakini pia vile vile nitarudi kuzungumzia hisabati kwamba tunasema kama nilivyosema mwanzoni, sina kingine cha kubadilisha. Ni vile vile kwamba hii ni juma ya kufanya mazoezi mara kwa mara. Hiki ni kitu ambacho kila mtu anaweza kukifanya, na mimi naweza nikakifanya bora zaidi hapa, na mtu mwingine anaweza kufanya bora zaidi yangu, lakini ni endapo atakuwa na nini, na ule utaratibu wa kufanya nini, mazoezi. Yaani ni jambo la kurudia kufanya mazoezi. Math is all about practice. Kwa hiyo lazima watu wajifanyie mazoezi, ndipo wataweza kuwa bora katika hesabu. Hamna namna nyingine, hamna mtishamba mwingine zaidi ya kuhusu hesabu. Asante sana Mr. Rodrick. Basi toa neno moja tu kwa mdhamini wetu Madam Lydia kutoka Tabora ambaye ameweka 25,000 na umeichukua. Neno moja tu. Jambo la kwanza, jambo ni shukrani. Yaani yote kwa yote naweza nikajumlisha kusema ni shukrani, na ni kwa sababu mbalimbali kutufanya tukutane sehemu kama hii ambayo tunahamasika kujifunza, tunahamasika kwamba why not nisifanye bora kama mtu fulani? Kwa nini nisifanye kama mimi? Najua kuna mwingine ataangalia atahamasika na mimi kwamba kwa nini mimi nishindwe kuzidisha hesabu ndogo kama hizi kama mtu fulani. Kwa yeye anapokuwa nyuma ya mambo yote haya na kutudhamini sisi kufanya kitu kama hiki, ni jambo ambalo linatupa, yani hamna namna nyingine ambapo tutaanza kumshukuru kwa kutuwezesha sisi kuwa katika hali kama hii. Okay, asante sana Mr. Rodrick kwa kukusanya maneno yako yote. Ni shukrani kwa mdhamini wetu. Nadhani mdhamini wetu Madam Lydia kutoka Tabora amezipokea shukrani kwa mikono miwili. Nami nichukue nafasi hii kusema asante sana ndugu mtazamaji wa Tanzania Talent Show, na tulikuwa na challenge yetu ya siku ya leo ilikuwa ya hisabati na mshindi wetu ni Rodrick, amejichukulia shilingi 25,000. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, nami host wako kwa siku ya leo ni Baraka Edward kutoka. Endelea kutufuatilia. Asante sana.